Game time tunavyo sisi. Safu ya ulinzi ya Morocco itakuwa na kazi kiasi gani kuweza kuikabili safu ya ushambuliaji ya timu ya taifa ya Ufaransa? Hilo sio swala la kuuliza. Kazi itakuwepo tu, kazi itakuwepo, lakini discipline, concentration, yani wanatakiwa wajue kwamba kuna dakika 120. Game time tunavyo sisi. Wahenga hawaamini, japokuwa hapo siku ya jana wahenga wameweza kuaminiwa kutokana na misemo yao ambayo wamekuwa wapo nayo, kila mbuzi atakula urefu wa kamba yake. Msemo huu umeweza kuthibitika katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Karibu katika meza ya Game Time kwenda kuyaangazia yale yote ya kimichezo ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali katika uga wa kombe la dunia. Na leo hii utakuwa nami Rashid Mfaume, pia sitokuwa peke yangu, niko na wachambuzi wangu hapa, bwana Muro King, Masudi Mswahili pamoja na Skills Sensei. Karibuni sana. Asante sana. Mko poa? Fresh. Bwana, hatua ya 16 bora imeweza kutamatika siku ya jana. Colombia wameondoshwa, Switzerland wanakwenda kumkabili Lionel Messi. Wanakwenda kumkabili mbuzi. Na yani mechi ya mwisho Colombia na Switzerland, kabla ya hapo kulikuwa na mechi ya Misri na Argentina. Kabla ya hapo Spain na Portugal, I think. Yeah. Pambano ni kali, na kitu ambacho sikutazamia kwanza ni Switzerland kumtoa Colombia, sababu kwenye makaratasi ni kama Colombia wako mbali, lakini kama alivyosema wahenga waamini, nadhani sawa wahenga wanaamini. Bwana, katika hatua ya 16 bora tumeona vigogo wameweza kuondoshwa katika hatua hiyo, timu ya taifa ya Brazil pamoja na timu ya taifa ya Ureno. Tukianza kwanza kuangazia hapa, tunaweza tukasema kwamba vigogo hawa wameshuka ubora, ama wapinzani ambao wamekuwa wakikutana nao wamekuwa kwa ubora zaidi yao, ndio maana wamepelekea kuondoshwa katika hatua hii ya 16 bora. Wanaswahili yote ni sawa, kwa sababu wewe unapokuwa una lag behind, kuna mwingine anapambana kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo inawezekana ni kushuka ubora, lakini na kupanda ubora kwa wapinzani wengine. Football inabadilika kila wakati. Science ya football imebadilika kila wakati kadri miaka inavyozidi kusonga mbele. So a lot of teams zinafanya jitihada za kujiboresha kuwa bora zaidi, kwa kuweza kucompete katika majukwaa makubwa kama World Cup. So sio tena sio kama nini wanasema, yani reputation wise sio kama kipindi cha nyuma ambayo tuna mashindano kama yakianza unajua tu fulani atafika sehemu fulani and possibly kuchukua ubingwa. Lakini ameshajitokeza sana, hata 2022 Brazil walitoka tena kwenye group stage na wakiwa defending champions. Ufaransa 2018 wakiwa mabingwa watetezi. Then Brazil wakaja pia kufanya the same. Ujerumani wakuja kufanya the same mwaka 2018 I think. So sio kitu cha ajabu, ni mambo ambayo yanatokea, ambayo upande mmoja ubora unapozidi, mwingine ubora unapungua, matokeo kama haya yanatokea. Kwa ni wao kwenda kukaa chini na kuanza upya, hapo walipokwamia kuendelea mbele, warudi wakiwa stronger zaidi. Pia katika hii hatua ya 16 bora tumeona waandaaji wa michuano hii ya kombe la dunia, kwa maana Marekani, Mexico pamoja na Canada, nao wameweza kuondoshwa katika hatua hii ya 16 bora. Kwa namna ambavyo walivyokuwa wakicheza toka hatua ya makundi hadi hapa walipofikia, kuna namna ambavyo tunaweza tukasema walikuwa na kitu cha ziada ambacho wangeweza kuonyesha mashabiki au kuonyesha wapenzi wa soka duniani. Kwa namna moja au nyingine, katika magrupu walio qualify Mexico, Canada na USA, mmoja tu ndo alikuwa anaonekana, wawili walikuwa wanaonekana kama kuna kitu anakitaka, ambaye ni Mexico
na USA. Lakini ukija kwa Canada samahani kwa kusema hivi, lakini ilikuwa ni papatu. Hata game yao against South Africa ya kuqualify kwenda kwenye hatua ya 16 dakika za jioni, mpira ukuwa mzuri sana. USA kilichomkuta kwa Belgium kiukweli ni surprise, kwa sababu Belgium walianza mashindano akiwa unga, kwamba kila mtu alijua kesho kutwa Belgium wanaaga mashindano. Lakini kuanzia amefufuka game against Senegal out of blue, kurudisha kupata goli 2 ndani ya dakika 4 za kumaliza mpira na kwenda kumaliza mpira ndani ya dakika 120, penalty ya Yuri ikawasababisha kwenda hatua ya inayofuata. Ilikuwa ni kama wamebatizwa upya baada ile comeback ya Senegal. Na kila mtu alikuwa anajua kwa sababu USA wako nyumbani, labda anything can happen kuanzia ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ukitegemea Trump na yeye kwa namna moja au nyingine, rumors zinasema aliinfluence kadi ya Boligan kufutwa ili ajitetee kwenye hatua ya 16. Lakini mkubwa ni mkubwa, experience ni kubwa sana, kwa sababu ukilinganisha Belgium kikosi chake na USA ni kama mbingu na ardhi. Kuanzia kizazi cha Belgium kilichokuwa gold mpaka sasa hivi USA ndo anakwenda kutafuta momentum ya kushiriki, lakini experience kubwa iko kwa Belgium ndio iliyotumika kupata matokeo. Na historia pia haimbebi USA. Katika game 5 za mwisho alizocheza USA hajapata matokeo kabisa. Last time USA anapata matokeo mazuri ilikuwa 1930 wakati World Cup ndo inaanzishwa. Akaja tena akajaribu kupata matokeo lakini ikashindikana 2014. So kufungwa goli 4 ni nyingi, lakini ki-experience Belgium walitakiwa kushinda. Kukija kwenye Canada ilikuwa ni matter of time kulingana na uwezo wao kuanzia kwenye group stage mpaka hatua ya 16. Walipokutana na mtu at least ana uwezo wa kupush zaidi, wakamuondosha nje. Kila mtu alitegemea hilo. Kwa Mexico ilikuwa ni surprise, kwa sababu uwanja ule ambao England anakumbuka Maradona alifunga goli la mkono, walikuwa wanaenda Aztec wakitegemea, wakiwa na historia mbaya ya kucheza uwanja ule, na Mexico wakiwa karibu na viunga vya nyumbani, walitegemea kwa namna moja au nyingine wanaweza wakaondoka na ushindi. Lakini individual brilliance ya mtu kama Jude ambao aliamua kuwabeba England mgongoni, akaiweka mechi kwenye mizani na mwisho wa siku akaja wakashinda. Though baada ya red card Uingereza walirudi kudefend kwa sababu tayari wanamtaji. Na Mexico kitendo cha kutegemea kufunga magoli ya cross, ndio mechi nafikiri yenye cross nyingi, karibia cross 40 zimepigwa kwenye boxi la Uingereza. Lakini kwa jinsi yale maumbo ya mabeki wa Uingereza kuanzia Stones alipoingia, Wanabani alikuja kuingia, wote wana maumbo makubwa, na Mexico alikuwa anamtegemea mtu mmoja tu, Raul Jimenez, ndo anaweza akahold mipira. Kwa hiyo kuzungukwa na wale watu wenye maumbo makubwa tu ilikuwa ngumu kwa Jimenez. So kwa Mexico kutoka, mimi ndo nimeona surprise kwa sababu ilikuwa ni 50-50. Uingereza wamewin chances zao walizozipata, then Mexico akawa mkeka. Kwa USA, Belgium experience yao imewaweka pale. It's fair kusema kwamba walitakiwa qualify kwa historia. Kwa Canada ilikuwa ni matter of time tu, hata qualify kwao ilikuwa papatu of course. So nafikiri swala la USA kufungwa na Belgium, mimi nadhani ni justice to football. Yeah. Kwa sababu imagine Donald Trump ameshakuja mbele akasema kwamba alimpigia Infantino kumwambia ile kadi haikuwa sawa, alafu USA akashinda. Sasa hivi tungekuwa na backlash kubwa sana. Kwa hiyo that is justice to football, kwamba siasa, direct politics hazina nafasi kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo pamoja na kwamba mchezaji wao alioondolewa kadi nyekundu kimchongo amecheza, bado wakachezea chuma 4. Nadhani hiyo ni justice to football. Na ni kitu ambacho mimi kweli kimenifurahisha sana, kwamba haijalishi mtafanya nini, lakini football ni football. Nadhani hiyo iliwapa Belgium motivation. Nadhani uliona namna watu walikuwa wanashangilia like walikuwa wana mock Trump. Yeah, so kama ulivyosema ni justice for football, lakini pia timu katika wenyeji
USA na Canada, nadhani sikuwa mimi nawategemea kwa lolote. Wamefika hapo walipofika, they were just excited kuwepo pale. Unajua kucheza kwa kuwa excited, then matokeo yalikuwa yanaenda their way, lakini wamekutana na reality kwamba kwa level yao sio haiko hivyo kama watu wengi ama mashabiki wa hizo nchi walikuwa wanapigia kelele. So ni sahihi wacha wakapumzike, kwa sababu huku mbele sio kurahisi, sio kwao, yani sio kuzuri, yani kabisa sio kwao kabisa. Kama kuondoshwa kwao wenyeji, tunaweza tukasema mashindano yanaweza yakapungua mvuto, kama mashabiki wakapungua uwanjani kwa sababu wenyeji wametolewa. Nafikiri kuna sehemu ambapo mimi nimeshangaa, sijui nitumie neno kushangaa ama nimeshangazwa. Sikutegemea mashabiki watakuwa wengi hivi, yani katika kitu ambacho nilitazamia labda kwa zile siasa za nje ya uwanja zilivyokuwa zinaendelea, nilitazamia kutakuwa na empty stadiums nyingi sana, lakini kwa anayetazama boli dakika ya 70-80 huwa wanatangaza attendance ya uwanja. Viwanja vinajaa sana, watu 70,000, watu 60,000, watu 70,000, 60,000, wengi sana. Na nadhani watu hawatopungua, sababu mechi zimebaki chache. Tunaenda kwenye 8 bora, manake hizo ni mechi 4, baadaye tutakuja mechi 2, 1, yani mshindi wa 3 alafu finali. Watu bado watakuwa wengi, kwa sababu kwa nchi kama Marekani, Canada, ukiachana na Mexico, Marekani na Canada, football ambao wao wanaita soka ni sio kitu regular sana kwao, sio kitu cha watu wote. Kwa hiyo it's a very big adventure kwao kukusanya watu kutoka mataifa mbalimbali kwa wingi ule. Kwa hiyo nadhani kwenye swala zima, kama FIFA hawajatoa tiketi za wanahitaji zile fungulia mbwa, itakuwa ni moja ya michuano ambayo watu wameingia wengi sana. Rumors zinasema kwamba kwa Marekani tiketi zimepungua kwa 60% ya mauzo kwa sababu ya USA na Portugal kutoka. Sasa sijajua kama ni data za ukweli au unajua sasa hivi kila mmoja anatoa information kulingana na mapenzi yake. Yes, lakini rumors zinasema hivyo. Sasa sijui, labda tutaziangalia kwenye viwanja jinsi mambo yanavyokwenda. Hatua ya 16 bora imekuwa ngumu kwa GOAT Cristiano Ronaldo kuweza kuisaidia timu yake ya Ureno kuivusha kwenda katika hatua ya robo finali. Cristiano Ronaldo miongoni mwa timu ambazo watu wengi kabla ya michuano ya kombe la dunia kuanza, timu ya Ureno ilikuwa inasemekana kwamba ni timu ambayo ina viungo hatari duniani. Lakini tumeona viungo hao wameshindwa kuisaidia timu, wameshindwa kumlisha pia Cristiano Ronaldo kuweza kuivusha timu ya Ureno. Kwenye hili tunaweza tukalizungumzia vipi, kwamba Ronaldo ameshindwa kuivusha timu ya Ureno ama viungo wale wa Ureno wameshindwa kumlisha Ronaldo akafanya Ronaldo kuisaidia timu ya taifa ya Ureno? Ligi yoyote duniani au michuano yoyote duniani inavyoanza, kuna timu ambazo mara nyingi ni favorites. Kwa mfano ligi kuu nchini England inavyoanza, kuna timu ambazo tunatazamia zitetee ubingwa au zigombanie ubingwa. Nikisema kutetea sio neno sahihi. Kwa mfano kwa Uingereza tunategemea Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Hao ndo watu ambao tunawatazamia kwa kiwango kikubwa sana wafanye vizuri, wachukue zile nafasi kubwa. The same kwa timu ya taifa ya Ureno, Spain, Ujerumani, Brazil na timu zingine. Tunakuwa tunatazamia kwamba kuna mahali zitafika. Wakati mwingine haya matamanio yetu au matazamio yetu yanaweza yakawa ni faida kwa zile timu au ikawa ni hasara kwao. Kwa mfano, nikisema viungo wa Ureno wameshindwa kuisaidia timu yao, nadhani sitokuwa sahihi, kwa sababu Ureno ile ambayo imefuzu sio tofauti na Ureno ambayo imeenda kushiriki michuano. Ni hao ambao tumekuwa tukiwaona. Na kama alivyosema Skills mwanzoni kabisa kwamba, nadhani Yuzo ndo alisema, Mswahili alisema kwamba unavopungua kiwango, maana yake chances mwenzako anaongezeka kiwango. Na hatuwezi kuwalaumu sana Ureno kwa sababu
ni mwisho wa cycle yao. Ule ndo uwezo wao, pale ndipo walipofika. Hata ukiangalia jinsi ambavyo walitoka, hakukuwa na brilliance kubwa sana kwa mpinzani wao Spain. Kilichotokea ni one beautiful moment, Mikel Merino ameweza kuconvert na goli likapatikana. Inaonekana kwamba, au naweza nikasema kwamba muda ungeongezeka kidogo, pengine kuna mtu mwingine kutoka Ureno angebadilisha matokeo, lakini mpira wa miguu ni timed, kwamba lazima uanze dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, na hiyo ndo end point yao. Kwa hiyo tukirudi ni kwamba Portugal wanatakiwa warakae chini, wajitengeneze upya, na tunatazamia kwamba 2030 wanaanza tena michuano kama favorite, kama kawaida. Nadhani pia wanahitaji mwalimu mpya. Kufeli kwa Portugal sitaki kuweka entirely kwa Vitinha, Bruno Fernandes na Neves ama na Ronaldo, lakini ili zigo mimi namwangushia moja kwa moja Roberto Martinez. Ameshindwa kabisa kuifanya timu iweze kumpa matokeo tactically, yani kuweka tactics zake vizuri kuweza kupata matokeo. Yani nimeangalia tu game ya kwanza, the whole midfield inacheza the same mpaka mwisho wa game waliotoka. Slow build up, sideway passes, back pass kibao, na swala ambalo lilikuwa linaonekana mwanzoni. So nadhani ameongeza tena kwenye CV yake ya kufeli na kikosi kizuri. So kuanzia hapo Portugal they need master kidogo kwenye issue ya kiufundi kuweza kusogea mbele zaidi ya hapo, la sivyo basi itakuwa tena generation ya wachezaji wazuri inaenda to west. Ni rahisi kuwa kunyoosha vidole kwa inapotokea makosa, kwa sababu huna unachokifanya. Utampoint Ronaldo ana tatizo, utampoint Vitinha na shida, utampoint Bruno Fernandes atengenezi enough chances au nini, lakini tukubali kwamba kwenye timu yoyote kuperform, ukiachana tu na individual, lazima kuwe na system, na system inakuja na formation, na formation inakuja na execution ya wachezaji wa kuifanya kile wanachotaka wakifanye. Kwa timu kama Portugal tuliiona kimakaratasi, ndo timu pekee ilikuwa iko complete kuanzia juu mpaka chini, ukiwatoa Ufaransa. Na Ufaransa tuliwa criticize kwenye eneo la midfield, lakini kwa Portugal kuanzia juu mpaka chini ilikuwa ni complete team. Ilikuwa inahitaji tu, yani ni sawa una Ferrari, tunahitaji tu mtu anaweza kulenga barabara na kupunguza mwendo kwenye matuta, yani mtu ambaye anaenda na tempo. Kwa midfielder kama ya Vitinha, Neves na Bruno Fernandes, nafikiri kulikuwa hakuna sababu ya kumpoint Ronaldo mwanzo mwisho. Wao walikuwa na uwezo wa kucreate chance, wao ndio walikuwa na uwezo wa kupata magoli kama wangehitaji kufanya hivyo. Kwa sababu unaona sehemu ya transition mpira anao Vitinha tunomzoea akiwa PSG, ni mtu ni dribbler, ni ball carrier, anaondoka watu wawili watatu kwenye space anatembea, lakini unamkuta ana space ya kufanya anachotakiwa akifanya, lakini ana receive mpira, anamtafuta Cancelo alipokuepo, anaupeleka kwenye wing. Anachukua mpira, anamtafuta Neto alipokuepo, anaupeleka kwenye wing. Sisemi kwamba wamefanya makusudi, lakini dunia nzima iliona hawakuenda extra miles. Labda ni kwa sababu ya kocha, labda mfumo ulikuwa mbaya, au labda Ronaldo hawatreat vizuri teammate wake ili wapambane kwa ajili yake. Tofauti na Messi ana acknowledge kabisa timu yake inajitahidi zaidi kwa sababu wanacheza pungufu, yeye kama passenger anakubali kwamba yeye ni passenger na timu wanajitoa kwa moyo kwa ajili yake. Je, Ronaldo anatengeneza mahusiano hayo kwa wachezaji wenzake kufanya hivyo? Hilo sana swali ambalo labda Martinez anapo. Nimefurahi Martinez ku step down. Nimefurahi sana kama shabiki wa mpira. Yani, na kama ilivyonisababisha kufurahi zaidi alipo step out Koeman, kwa sababu unapokuwa na kikosi kizuri
at least onyesha unapambana. Kwa nini watu hawalaumu Colombia? Kwa nini watu hawalaumu Cape Verde? Kwa sababu kile walichokuwa nacho wamekitoa 100%. Sio kwa Portugal. Anasema alaumu afu anaenda mbele analaumu. Sio kwa Portugal. Yani sio kwa Portugal. Portugal siwezi kuwalaumu wachezaji. Lazima nilaumu mfumo gani waliopelekwa kucheza nao uwanjani. Kwamba Ronaldo inawezekana hawatreat. Inawezekana, sio anawatreat. Tukae kwenye inawezekana. Lakini baada ya hiyo mechi niona mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya England, Wayne Rooney alizungumza kwamba kuna muda Bruno Fernandes yani alikuwa anazungumza kwamba Ronaldo yani anahitaji mpira tu ndani ya box aweze kumaliza shughuli kutokana na namna hivi sasa umri wake ulivyoweza kumtupa mkono. Kwa hiyo alikuwa anatupa lawama kwa viungo wa timu ya taifa ya Ureno, walishindwa kumtumia vizuri Ronaldo ili aweze kupata matokeo. Professional football ni ngumu. Na anapozungumza professional footballer kama Wayne Rooney lazima ana jicho la kimpira. Ku create chance ni rahisi, ila ku convert chance kuwa assist hilo ni swala lingine. Bruno anaweza akapiga pasi milioni ndani ya box, lakini kama Ronaldo hayuko kwenye position ya kufunga, mtamlalamikia Bruno kwamba apigi pasi nzuri na umsababisha Ronaldo afunge. Kuna incidents kama 4-5 kwenye game ambazo Ronaldo alikuwa na chance aidha ya kupiga au kufanya nini akapiga vibaya au akashindwa kupiga kulingana na kwamba tayari brain inataka, mwili umekataa. Zipo zinamkuta Messi, zinamkuta Ronaldo, zinamkuta mtu yoyote ambaye hayuko fit kimwili, kwa sababu watu wanakuwa wana speed zaidi yake, zinamtokea mtu yoyote. So alichokisema Rooney labda ni sahihi. Kwenye Biblia wanasema roho yangu iradhi lakini mwili ni dhaifu. Inatokea kwa mtu lakini mwili hautaki. Yani zinatokea kwa mtu yote. So labda Portugal watajiangalia kwenye Euro 2028, watakuja wanavyokuja, at least wafanye chochote kabla ya kwenda kwenye World Cup 2030, kwa sababu watu wote wanajua maandalizi mazuri ya Euro inaweza kusababisha usogee sehemu fulani kwenye World Cup ijayo. Usishangae Portugal akaja akachukua World Cup 2030. Basi tuombe uhai. Na watakuwa wenyeji, si ndio? Kombe la dunia la zinachezwa Saudi kama sikosei. Saudi 34. Kombe la dunia la mwaka 2030 ni miaka 100 baada ya kuanzishwa kwa kombe la dunia. Kwa hiyo litashirikishwa kwenye nchi 3, Morocco, Ureno na Spain, lakini litachezwa kwenye majiji mpaka South America, yani itachezwa Argentina, Brazil. Kuna nchi nyingi ambazo zitashiriki, lakini wenyeji wakubwa watakuwa ni Ureno, Spain pamoja na Morocco. Kwa hiyo 2030 subiri tuone. Mungu atupe uhai. Tunaelekea kwenye hatua ya robo finali. Wawakilishi pekee ambao wamebakia katika michuano hii ya kombe la dunia ni timu ya taifa ya Morocco, na wao ndo wanakwenda kufungua pazia kwenye hatua ya robo finali, Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Hadi hivi sasa katika hatua zilizopita tukiona timu za Afrika dakika 15 za mwisho zimekuwa ngumu kwa upande wao. Tunaona Senegal aliweza kuongoza kwa goli 2-0, ila ndani ya dakika 5 tu mwishoni mwa kipindi cha pili ngoma ikageuka. Tumeona kwa upande wa Misri nao hivyo hivyo. Je, kwa upande wa Morocco kuelekea katika mchezo huu wa hatua ya robo finali dhidi ya Ufaransa, kwa sababu kwenye historia inaonyesha Morocco na Ufaransa wamekutana kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 katika hatua nusu finali, na Morocco aliweza kupoteza kwa bao 2-0 dhidi ya Ufaransa. Tunaelekea katika mchezo mwingine wa robo finali wanakwenda kukutana. Na ukipitia katika timu za Afrika kwenye kombe la dunia la mwaka huu wamekuwa kama wana historia kama inawakataa kwenye dakika za mwisho. Morocco aende na tahadhari gani kuelekea katika huu mchezo wa hatua ya robo finali dhidi ya Ufaransa? Kuna nchi ama nchi yote ya kutoka bara Amerika au Ulaya na yenyewe imekutana na kutolewa ndani ya dakika 15 za mwisho. Dakika za jioni. Portugal. Portugal. Dakika 90 Mikel Merino. Lakini tunasema kwa sababu sisi mfululizo. Kwa sababu this is the first time hizi timu nyingi zimeenda kwenye hatua ya 16 bora. Kwa hiyo hiyo ina paint picture, lakini Ureno kwenda nusu robo ni kitu cha kawaida kabisa. Okay. Ninategemea game ngumu
haitakuwa rahisi kwa France, haitakuwa rahisi kwa Morocco. Morocco in the back of their heads wanaenda wanatamani kufanya kama walichokifanya kombination iliyopita au zaidi, kwa maana kufika finali and probably labda kuchukua ubingwa wa World Cup. Tumeziona timu zetu za Afrika zimekuwa na matokeo ya similar ya kutolewa katika hatua za mwisho za michezo. Lakini one thing naweza nikasema, gap la kati ya Morocco na second best African team ni kubwa sana. So ni nawaelewaga hata wakiwa wanaji nasibu kwamba wao sio wa Afrika, you know? Wameshatoa hiyo tahadhari. Yeah, wameshatoa hiyo tahadhari. So namna gani waweze kwenda kucheza, wawe wao. Sidhani kama Morocco watataka kwenda toe to toe na France. Lazima waimarishe, waendelee kuimarika kwenye defensive line yao kama walivyofanya katika mechi zilizopita, na labda wachague moments nzuri za kufanya transition za counter attack ama kutumia hata set pieces, kwa sababu kiukweli kwenye makaratasi France ni bora, lakini sio tu kwenye makaratasi. Tumewaona France kuanzia game ya kwanza mpaka hapa walipofika. They can open you up yani vizuri kabisa, hata kama una sit back. Wanakupiga counter attacks za kutosha tu, kwa sababu front three yao ina speed. So nadhani wanachopaswa kufanya ni kuendelea kuwa na discipline. Kujaribu kuwin a lot of second balls, na wawe physical, kwa sababu bila ku disrupt France rhythm inaweza ikawa shida. So waendelee kuwa na discipline. Wakiwa na discipline itawasaidia sana, na wasiruhusu France kupata goli mapema, kwa sababu kadri dakika zitakapozidi kwenda, kama ubao ukiwa unasoma bila ama bila au Morocco kuwa wako mbele, France lazima watakuwa itawachanganya. So nadhani kuendelea kuwa na discipline, kuwa compact, kuwa haribu mipango ya France, lakini most importantly kutumia nafasi watakazoweza kuzipata, kwa sababu sidhani kama watakuwa na nafasi nyingi sana, lakini hizo nafasi chache watakazoweza kuzipata wazitumie effectively. That's the only way. Kukosekana kwa Saibari kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco kinaweza kuwa ni pengo kuelekea katika mchezo huo kwenye safu ya ushambuliaji ya timu ya taifa ya Morocco. Pengo ni kubwa sana. Yani moja kati ya wachezaji ambao wana daraja la Ulaya Morocco ni Saibari. Kwa sababu kucheza PSV alafu kununuliwa na timu kama Bayern Munich ni statement tosha kwamba una ya kaliba ya kusumbua madefender kama kina Saliba, kama Konate, kama Upamecano na likes ya hao watu. Ndio maana unatoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kukosekana kwake wakina Saliba watarelax, kwa sababu mtu ambaye wanamuona anakuja muda wote hayupo, kwa sababu yule anatokea upande wa kushoto, wa kulia, katikati anaweza kufanya chochote. Lakini kwa Morocco ile iliocheza na Uholanzi, kwa Morocco ile iliocheza na Canada, ni watu ambao wanatafuta magoli kupitia pande zozote. Wanaweza kucheza wanavyocheza wao, na naamini katika boli ambalo litakuwa lina speed sana ni game kati ya Morocco na Ufaransa, kwa sababu explosion ya kuanzia katikati kupanda juu Morocco wanaifanya vizuri sana. Na kwa Ufaransa watu wanajua kina Olise nini wanakifanya, wakina Dembele, wakina Mbappe. Mbappe sio dribbler, lakini Mbappe ni mtu ana run with the ball. Weka mpira pale mbele, twende tupimane umri. Akifanya mara 3 mara 4, beki huwezi kwenda na zile speed mara zote. Lazima umsubiri. Na ukimsubiri, wana mtu kama Due anaweza akapita katikati akasababisha penalty. Wana mtu kama Bakola anaweza akafanya hivyo wana Olise. So ni game tutegemea ambayo itakuwa na speed kubwa sana. Hakuna hata mmoja atakayekaa nyuma. Kama ukiangalia game against Uholanzi, hakukaa nyuma Morocco. Baada ya kufungwa ndo akafungua zile booster zote. Sasa linalotokea litokee, ikamlipa. Nafikiri hicho kitakwenda kutokea. Kwa Saibari ni pigo kubwa sana
unless kama anaweza akajoin timu huko mbeleni au ndo mashindano yake yameisha, lakini watamisi Saibari au atapata nafasi ya kufanya sasa kazi yake anayofanya vizuri ya kuiba mataulo. Mnamnyanyasa sana mwanangu na ile tabia. Inawezekana sasa ndo wakati wake ya kubaki na mataulo. Bwana Muru, kocha wa Morocco anaweza akakopi na kupesti kwa namna ambavyo timu ya taifa ya Paraguay walivyokwenda kucheza dhidi ya Ufaransa, kwa sababu miongoni mwa mechi watu wengi walikuwa na imani kwamba Ufaransa anaweza tena kwenda kuscore goli nyingi ni kwenye ule mchezo, lakini hatimaye mchezo ukamalizika kwa bao 1-0, goli la mkwaju wa penalty. Kocha wa Morocco tunaweza tukasema anaweza kwenda na kukopi na kupesti mfumo ambao waliutumia Paraguay. Itakuwa ni rahisi sana kwa yeye kukopi na kupest, lakini kitu pekee ambacho ni cha tofauti ni kwamba Morocco sio Paraguay. Kwa hiyo copying and pasting itahitaji yeye awe the same moment au awe with the same caliber of play kama ilivyokuwa Paraguay, ambayo ni ngumu sana. Nafikiri na iba maneno ya Mswahili alivyosema kwamba the only way kumcounter au kucheza na timu ambayo ni kubwa kuliko wewe ni kuwa wewe. Morocco, the only way Morocco wanaweza wakaenda toe to toe na Ufaransa ni kuwa wao, na kuwa wao maana yake ni kuwa na uwezo wa kucheza kutokea kila upande, kama alivyosema skills, kwamba mashambulizi yatokee kushoto, ukishindwa kushoto unaenda katikati, ukishindwa katikati unaenda kulia, ukishindwa kulia unarudi kushoto. That is the only way. Na mtego ambao Ufaransa au mtego ambao Morocco wanatakiwa asiukae ni mtego wa kukaa nyuma, kwa sababu the moment ukikaa nyuma, kama ambavyo tunakumbuka finali ya UEFA Champions League, International alicheza dhidi ya PSG ambao asilimia kubwa ya wachezaji wa Ufaransa wanatokea PSG, au kale ka engine Bakola, Due wako wanatokea PSG. Ukicheza na Ufaransa katika aspect ya kukaa nyuma, mbingu zitafunguka, na hiyo inaweza ikawa na matokeo mabaya sana. Inawezekana tukaanza kusema kwamba ile Morocco iliocheza mechi 3 za makundi, moja ya 16 bora na moja ya 32 bora iko wapi? Kwa sababu timu ya taifa ya Ufaransa ni timu ambao kama ambavyo iko timu ya taifa ya Morocco inaweza ikakufunga kutokea kila upande. Wanaweza wakakufunga na viungo, wanaweza wakakufunga na flanks, na wanaweza wakakufunga na wale attacking players wao wa katikati. Kwa hiyo the best place au the best option ya Morocco ni kuwa wao, kucheza wao kama ambavyo wamemtoa Canada, wamemtoa Uholanzi. That is the only way. Yeah. Yes, yani wasijaribu kutaka kujimwambafai, sababu wachezaji pia wa Paraguay ile game kitao, yani kama ikitokea wanaojiwa watakwambia katika game ambao wamewahi kukaba kwenye maisha yao ile ni moja. Na walikuwa perfect kwenye kukaba. Individual brilliance ya mchezaji huyu Due ikawapa matokeo tofauti na kilichotokea kwenye game against Germany. Walikaba vizuri, lakini tofauti wa Germany hawana watu wa kutekenya Ujerumani, na wao wanataka wapige cross wamwangalie Kai Havertz, wanataka wapige katikati wamwangalie Musiala, amchukue mtu mmoja miwili, na Musiala sasa hivi hayuko fiti kiasi hicho. Kwa hiyo ilifanikiwa kwa Ujerumani, lakini haikuweza kufanikiwa against Ufaransa. So ukiangalia katika aspect zote mbili, nafikiri kocha wa Morocco hawezi kwenda na desa hata moja, inabidi aende na desa lake mwenyewe, at least abadilishe ile narrative. Safu ya ulinzi ya Morocco itakuwa na kazi kiasi gani kuweza kuikabili safu ya ushambuliaji ya timu ya taifa ya Ufaransa? Hilo sio swala la kuuliza. Kazi itakuwepo tu, kazi itakuwepo, lakini discipline, concentration, yani wanatakiwa wajue kwamba kuna dakika 120 na kutokuslip hata ndani ya sekunde. Sawa, kwa sababu most of teams especially African teams zina lack concentration mwishoni. Inaeleweka kwa sababu tired mind, tired legs. Lazima kuna wakati unataka kufika mahali ubongo wako unasema fika pale, lakini ufiki.
You understand? So ni rahisi pia ku lose concentration katika mazingira kama hayo. Lakini nadhani tumeona game ambayo nikasema Morocco wana nafasi ya kufanya kitu katika hata baada ya kukutana na hizi timu za Europe. Canada wamecheza dakika almost 70. Sawa. Almost 70. Morocco waliendelea kuwa compact, walizuia vizuri, hawakuwa wanatupa mipira ovyo wakiwa nao, lakini Canada walicheza sana. Ila 2 minutes sijui kwenye flank alikuwa nani simkumbuki, Ezzedine Unahi, bang goli ya kwanza, bang goli ya pili. Sasa Canada wakaanza kuwa scattered. Baada ya muda tena bang goli la 3, you know, lakini muda wote wamekuwa wanacheza wao kwa asilimia kubwa. So uliona ile resilience ya wa Morocco ilivyokuwa. Hawaku lose concentration na wamepata nafasi, nadhani ni zile 3 walizozipata kama sikosei. Sidhani kama zinafika nafasi 5. Lakini wakazitumia effectively. Hicho ndicho wanatakiwa wakifanye, kwa sababu zinaweza zikapatikana nafasi kama hizo ambazo ni chache, basi zipatikanike magoli. Alafu kitu kizuri amekisema ni kwamba discipline. Timu nyingi za Ulaya au timu zinazotoka kwenye nchi ambazo ni zimeendelea kisoka, wakishindwa kukufunga directly, wanakulazimisha ufanye makosa. Angalia jinsi ambavyo mfano Argentina wanacheza, jinsi ambavyo Spain wanacheza. Wakishindwa kukufunga kawaida, wanakulazimisha ufanye makosa. Utampiga tu mtu mkwanja kwenye boksi, utasababisha tu foul kwenye karibu na boksi, utasababisha corner, utasababisha throw-ins na utafungwa from all those angles. Kwa hiyo discipline ya mabeki ni kubwa sana, kwa sababu unacheza na timu ambayo sio ndogo kisoka. Kwa hiyo wao hawaogopi referee calls, hawaogopi sijui refa atalazimishwa hivi. Wao watalazimisha wakufunge katika aspect yoyote, either wakufunge kwa set piece, wakufunge kwa direct kicks, wakufunge kwenye boxi. Mbappe ana uwezo mkubwa wa kufunga long range balls. Kwa hiyo it's going to be, yani kama kuna mtu anapanga kukosa hii game, kwa kweli kama ni game itakuwa usiku sana, ajiandae, lale vizuri. Hii game itakuwa kali sana. Miongoni mwa robo finali nyingine ambayo watu wengi wanaitolea macho, wapenzi na mashabiki wengi wa soka duniani, ni kati ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Hii ni robo finali nyingine ya kukatana na shoka kweli kweli. Timu ya taifa ya Hispania wanakwenda kukutana na mtihani mgumu kiasi gani kutoka kwa timu ya taifa ya Ubelgiji. Licha ya kuwa tunaona Hispania amefika hatua ya robo finali, ameuangusha mbuyu, japokuwa naye ni mbuyu pia, ameangusha timu ya taifa ya Ureno. Wanakwenda kukutana na timu ya taifa ya Ubelgiji, ambayo Ubelgiji naye ana rekodi nzuri kwenye hatua ya 16 bora hadi kuingia robo finali. Itakuwa mechi ya aina gani kwa pande zote mbili, tukiangalia timu ya taifa ya Ubelgiji pamoja na timu ya taifa ya Hispania? Kwanza kwenye swala zima la Hispania, katika timu zilizobaki zinalikimbiza kombe kimya sana, yani kwa siri sana, ni Spain. Kwa sababu katika mechi 5 walizocheza mpaka sasa hivi, mechi 4 hajafungwa goli hata moja. Na akufungi nyingi, anakubonyeza 1-0, anakubonyeza 2-0. Mtu alomwangukia sana alimpa goli 4, si ndio? 4-0. Na yule alikuwa anapigwa hata 5. Ni kwa sababu tu ya De La Fuente anavyo arrange kikosi chake. Kwa hiyo kwa Belgium kazi iko kubwa sana. Spain sio Spain ya kufanya explosion ya watu kukimbia ovyo, kwa outrun ma defenders, kwa outrun wapinzani na nini. Ni watu wa concentration, discipline, pasi za karibu na hicho ndio kitachosababisha Belgium wapoteane, kwa sababu kwenye viungo vyao umri umeenda kiukweli. Na sasa hivi naona wanamuintroduce Onana first 11 kuanzia game 2 zilizopita, kwa sababu walikuwa wanaona KDB labda na Yuri Tielemans combination yao haiko sawa, kwa sababu akipata watu ambao kwenye mashimo kila muda wanatembea, kazi inakuwepo. Katika midfielder bora paka sasa hivi za World Cup huwezi kumwacha kumtaja Pedri na Rodri.
utulivu ni mkubwa, hakuna kadi ambazo hazina maana. Wanawalinda kama mtu kama Rodri ni kama amezaliwa upya. Captain anawalinda wazuri mabeki zake kwa sababu anaanza kucheza kama deep line playmaker muda wote, yuko karibia na defenders wake kwenye kuzuia, kwenye kuanzisha mashambulizi. Rodri ni mtu wa kutembea every time na mpira. So upinzani mkubwa utakuwepo kwenye boxi la Belgium kwa sababu wanacheza na striker ambaye atasimama sehemu moja, ambapo mabeki watakuwa ni rahisi kummark. Mtu kama labda ukicheza na lone striker ambaye anasimama kwenye penalty box ni rahisi mabeki kumzunguka, lakini Oyarzabal sio mtu wa kusimama sehemu moja. Akianza na Dani Olmo juu sio mtu wa kusimama sehemu moja. Akianza na Merino hivyo hivyo, Ferran Torres hivyo hivyo. Kwa hiyo ni watu ambao wanaweza kupishana, so watawavuta wale mabeki wa Belgium kusogea juu zaidi, na kusogea juu zaidi kuna mtu anapiga pasi za chini kama Pedri, anaweza kumuona Yamal watu wawili kuwachukua kuingia nao kwenye boxi ni rahisi. So kwa upande wa Belgium wanamtegemea mtu kama Trossard, ndio mchezaji aliye create chances nyingi mpaka sasa hivi kwenye timu ya taifa yao ya Ubelgiji. Bahati nzuri Mungu kamrudisha Lukaku kwenye form. Kuanzia game 2 mfululizo anaingia, anafanya kile kinachotakiwa kiingie kwa striker. Katalare na yeye ana msimu mzuri sasa hivi kuanzia ligi ya Uitaliano mpaka sasa hivi kwenye World Cup. Amefunga goli 2 nzuri kabisa kwenye game against USA. Baadaye striker Majasho Lukaku na yeye anakuja kuweka goli la ushindi. Kwa hiyo wana watu wawili ambao wanaweza kufunga. Wana mtu mmoja kama Leonardo Trossard ambao anaweza kucreate chance muda wowote. Wana Tielemans ambao anaweza kupiga long range shot muda wowote, anaweza kukufunga. So ni game ambayo itakuwa na mpishano mzuri, lakini kazi kubwa itakuwa kuwazuia Spain wasicheze mpira wao. Hilo tu. Onana amechana ICL, kwa hiyo atakuwepo nje kwa miezi 7 mpaka 8. Kwa hiyo hata kuwepo kwenye kama game ya mwisho hiyo uliangalia, alikuwa na Waswahili wanahitaji mkongojo, anatembea na mkongojo na walking stick yake. Kwa hiyo pigo hilo Onana hatakuwepo. Kwa hiyo katikati ataanza Yuri Tielemans na KDB kama game mbili za mwanzo wa World Cup. So na kwa namna hiyo tafrija itakuwa kubwa sana kwa upande wa Spain. Watajilamba sana pale katikati kwa sababu huna mtu anayekimbia sana, huna mtu anayecover sehemu kubwa, mtu kama Onana. Kwa hiyo kazi kubwa atakuwa nao Belgium, lakini you never know, football ni football. Spain hajakutana na watu ambao wanatupa mipira mingi kwenye box lake kumhakikishia anapata shida. Kwa hiyo mtu kama Lukaku akiwapin ma defender chini, uwezekano ile patterns za Spain zisipatikane sana. Miongoni mwa silaha ambayo Belgium wanayo ni Romelu Lukaku. Amekuwa anapata dakika chache, lakini akiingia anaongeza kitu kwenye namba. Kuelekea katika mchezo huu wa hatua ya robo finali dhidi ya Spain, kocha wa Ubelgiji tunaweza tukazungumza kwamba Romelu Lukaku anafaa kuanza kuelekea katika mchezo huu ili kwenda kurekebisha mambo, kuweka mambo sawa mapema. Lukaku inabidi aanze. Yani there is no way Lukaku anatakiwa akae bench. Anatakiwa aanze kwa sababu Lukaku ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuoccupy defenders wawili. Sawa. Na kwa namna Spain wanavyocheza, build up yao inaanzia kwa Unai Simon. Na kama inaanzia kwa Unai Simon, ina maana na backline pia inasogea ku overload the midfield. So once ukiwa na mchezaji kama Lukaku ambaye muda wote anakuweka nyuma ya mgongo wake, ina maana tayari kutakuwa kuna mabeki wawili wakati wa Spain wako alert kutokusogea mbali sana. Kwa unapokuwa hawasogei mbali sana, ina maana idadi ya watu kwenye midfield na yenyewe inapungua. So that's the only way ambao wanaweza wakawafanya Spain wasianze kucheza kuanzia nyuma. Lakini sidhani kama itawezekana waache wasicheze, kwa sababu that's the only way wanavyocheza. Sababu Spain hata wakishindwa vipi, huwezi kukuta wanapiga long balls, huwezi kukuta yani wao they wako patient. Wanavyocheza watapiga pasi hata 800. Mwisho wa siku utafuta mpira, utachoka, watapata tu nafasi ya kupita.
So Lukaku ni lazima acheze. Nadhani mtu kama Jeremy Doku inabidi acheze. Aliingia game iliyopita, alianzia bench as well, anapata nafasi sana Dodi. Kwa hiyo na kukosekana kwa Onana, kwa sababu Onana ni mchezaji ambaye ana cover sehemu kubwa sana. Yeye ni mtu anaweza akakusaidia kuharibu mipango. KDB si mchezaji ambao unamtegemea na uwezo wa kukaba mwanzo mwisho. Yuri Tielemans the same. So kuwepo kwa Onana kulikuwa kunawapa nafasi ya Yuri na KDB kucheza. Sasa hivi ana majeruhi. Nadhani anaweza akacheza nafasi yake yule kijana nani Vance Ward. Lakini si profile kama ya Onana. So wanahitaji kuwa na discipline ya hali ya juu sana. Wasicheze kama wanavyocheza kama Spain, wacheze kama Belgium. Wao unajua wasitaki kuwaiga, waende pale kusema bwana nyinyi chezeni mnavyoweza kucheza, sisi tunatafuta nafasi chache tuwafunge, iishie hapo. Kwa sababu wakisema na wenyewe wanataka wapishane na Spain easily. Even though Spain wamekuwa hawako clinical sana in front of the goal. So pia Belgium wanahitaji kucapitalize kwenye hilo. Na center backs wa Spain nadhani Pau Kubasi na Aymeric Laporte. Yeah. Sasa Onana Lukaku ana fluctuate uzito, ana kati ya kilo 100 mpaka 96 na ni mrefu futi 6'3". Sasa unapokuwa na mshambuliaji ambaye ni mrefu futi 6'3" na ana uzito wa kilo 100 mpaka 97, yuko hapo 97 mpaka 100, anaenda kupambana na beki kama Aymeric Laporte pamoja na Pau Kubasi ambao stature yao sio kubwa, ni wa Spain wengi ni wana maumbo madogo. The only way Laporte pamoja na Kubasi ni kuhakikisha wanaosha ile mipira ambayo itakuwa inaenda karibu na Onana, because the moment wakikubali Lukaku hawezi kutuliza mpira na kwenda mbele, hawamwezi kwenye physicality, hawawezi kumsukuma, hawawezi kufanya chochote. Kwa hiyo the best way timu ya taifa ya Spain itaweza kumcontain Onana ni kuhakikisha kwamba wanakata wanamcontain Lukaku, ni kukata mirija, kuhakikisha kwamba mipira haimfikii. Kwa sababu mipira ikimfikia Lukaku kwa uzito wake na urefu wake, Laporte pamoja na Kubasi watakuwa na kazi kubwa. Ili kama si ni kweli uko sahihi, na the way wanachofanya Spain ni kukaa na mpira muda mrefu. Hiyo ndio jinsia ya kudefend. Ni kukaa tu na mpira muda mrefu, resilience ya kutosha, concentration ya kutosha, makosa machache sana ya kuitupa mipira. Wewe unaitafuta mpira huo, cha kwanza kinakufrustrate kwa sababu hauupati. Cha pili kinakufrustrate kwa sababu hauuoni. Je, utakuwa na endurance ya kukimbiza mpira huo kwa muda wote? Kwa sababu wao hawatembei. Unaotembea ni mpira. Wewe utatembea kuufuata mpira. Nikipiga pasi pale, wewe ukiufuata pasi, wewe ndio umetembea. Ila mimi nimetembeza tu mpira. Je, utakuwa una muda huo wa kufuata huo mpira dakika zote? Jibu ni hapana. Na wana watu wangapi wana uwezo wa kupiga pasi muda wote huo? Kuanzia kwa Laporte, watu wana uwezo wa kufanya hivyo. Kuanzia kwa Pedro Porro, wana uwezo wa kufanya. Katikati ndio usiseme. Atakayeingia na aliyokuwa uwanjani wana uwezo ule. Sioni kimpira unawazidi vipi kucheza Spain. Kwa sababu cha kwanza cha kujizuia Spain ni kukaa na mpira muda mrefu. Ndio jinsi anavyodefend. So watu wa physicality kwenda kukupiga tackle, kwenda kukutoa kwenye kushield mpira na nini, ni kukaa na mpira muda mrefu. Unaweza mpira na uchukua Rodri, anaukanyaga, anachukua sekunde 5-6. Wewe ambao unahisi una speed ya kufikia mpira, ukifika mpira huko kwa Pedri. Ukienda kwenye Pedri tayari nafasi katikati ipo, mpira umeenda labda kwa Dani Olmo. Olmo akiweka kwa Yamal tayari iko 1 against 1. Asa 1v1 against Yamal ni suicide. Tena Lamine Yamal anaweza 2 versus 1. Yaani mtu atoke huku afie atoke katikati,
kama wanavyosema apite katikati yao na kwenda zake. That is what he does best. Na wale ndio wanachokifanya sasa hivi, kuhakikisha Yamal kwa namna yote ili anapata V1 1v1 nyingi ili aweze kupiga take ons. So kwenye take ons 3 unaweza kumzuia Yamal. Mungu amekupa uwezo wa kumzuia Yamal mara 3. Mara ya 4 anapita Yamal na Pedro Porro. Lazima ufanye makosa. Lazima. So on top of that, ujue pamoja na Spain kuwa na uwezo mkubwa wa kupossess mpira, lakini pia wana uwezo mkubwa sana kwenye ball retention. Yep. Sasa unakuwa frustrated zaidi kama timu inakaa na mpira. Unaupata mpira ndani ya sekunde 10 wameurudisha tena. Kwa hiyo unakosa hata nafasi ya kusema unapanga mashambulizi. Hiyo pia inasumbua timu nyingi ambazo hazina uwezo wa kupossess mpira muda mrefu. Lakini kitu kimoja ambacho natamani kuona maybe Rudi Garcia ataongea na vijana wake ni kutoa 120%. Yani that's kutoa 120%. Kila mchezaji aweze kufanya hivyo. Tumeona game nyingi za Spain as well, Cucurella na Porro wako yani kwenye always wako kwenye mwendo. So either kama ni Dodi ama Doku atakula mbavu moja na Trossard, wahakikishe zile fullback mbili hazipandi. Lakini wakiziacha zipande tena inakuwa ni shida. Lakini japokuwa tumesema Lukaku ana uwezo wa kuoccupy beki zaidi ya mmoja, wasimu isolate, kwa sababu wakimu isolate itakuwa ni shida. Atapigiwa mpira, atakaa na mpira maybe sekunde 5 6 7, watambambuzi pale wachezaji watatu, watachukua mpira wataenda. So once unapomfikishia Lukaku mpira, either KDB ama Yuri, inabidi wawepo kwenye mfuko pale. Yeah, either kama ni kurudisha wapige mashine, ama ni 1-2 ageuke aingie kwenye sita. Lakini wakisema tu kwa sababu tuna Lukaku ambaye ana uwezo wa kuhold mpira, sijui kuoccupy mabeki zaidi ya mmoja, alafu yuko peke yake, hamna kitu ambacho anaweza akafanya. Kufahamiana kwa KDB, Kevin De Bruyne ambaye yupo timu ya taifa ya Ubelgiji, pamoja na Rodri ambaye yupo katika timu ya taifa ya Hispania. Tunaona walicheza kwenye klabu moja ya Manchester City. Kufahamiana kwa hawa watu wawili kunaweza kukatoa ahueni kwa upande mmoja, kwa maana upande wa labda timu ya taifa ya Hispania, kwa sababu Rodri anamfahamu KDB, washacheza pamoja, inawezekana anajua udhaifu wake na ubora wake, pamoja na kwa KDB vile vile. Hii inaweza ikatoa ahueni kwa upande mmoja kwa namna ya kwenda kuikabili safu ya kiungo ya timu pinzani. Hamna kitu kama hicho. Hamna kitu kama hicho. Akatoa ushauri kwa kocha kwamba kuna namna KDB akifika sehemu fulani kuna shida na jinsi gani tumkabili, au KDB anaweza akamshauri kocha kwamba Rodri kwa sababu ana uwezo huu na huu, weakness yake iko hapa na hapa, tukapita kwa namna hiyo inawezekana. Je, una package ya watu wanaweza wakakupa, kwa sababu KDB mwenyewe hawezi kumzuia Rodri, kwa sababu wanakutana kwenye sehemu ya kudefend, sio kwenye kushambulia. Nadhani Bernardo Silva pia aliamini hivyo kwamba ana uwezo wa kumzuia Rodri alivyoingia, lakini what happened tena, nafikiri the best way kwa Belgium kuweza kubreak even na Spain ni kupiga long range. Kama watakuwa na uwezo wa kupiga long range, kuhakikisha kwamba hawalisogelei boxi na kupiga long range, kuna uwezekano wakawa na surviving chance, kwa sababu nina admire uwezo mkubwa sana wa Spain. Spain wanapiga pasi fupi paka kwenye boxi lao. Yaani inawezekana ukakimbia na mpira ukafika pale kwenye boxi lao, unataka kuwafunga. The moment wakikunyang'anya mpira, wanaanza pasi 1-2, wanajikuta tayari wako kwenye boxi lao. Wanaanza boxi lako, wanaanza tena 1-2, goli. Kwa hiyo it's going to be a very interesting game, na sio game ya kusema kwamba kuna mtu mmoja lazima afungwe, lakini it will be a very beautiful game. Tunakwenda kuitazamia robo finali nyingine. Timu ya taifa ya England, wanapenda kuita timu ya waandishi wa habari dhidi ya timu ya taifa ya Norway. Naona Norway ametinga hatua ya robo finali akiweza kumuondosha timu ya taifa ya Brazil.
hii itakuwa robo finali ya namna gani? Norway atakwenda kuandika historia nyingine ya kwenda kumwangusha mbabe mwingine wa soka kwenye dunia, timu ya taifa ya England. Excitement yao inaisha. Hiyo ni kishabiki. Hapana, wala sio kishabiki. Sio kishabiki kabisa. Ninachokiona sasa hivi kuna namna England wanashinda hizi game. Yeah. Wacheze vibaya, wacheze wawe flat, lakini kuna namna wanapata matokeo. Ukiangalia kuanzia kwenye game ya dhidi ya Croatia, ni timu ambayo pia ina uwezo wa kutoka nyuma kwenda kupata matokeo. Alafu sasa England ya msimu huu sio tena England ile ya it's coming home. Zile kelele za it's coming home nadhani hata wao ziliwaingia kipindi kile, wakahisi wameshachukua kabla hawajalichukua. So coming home kwa Euro. Yeah. So sasa hivi naona kila kitu kiko kimya. Mashabiki they're just watching football. Hata waandishi wa habari hawapigi tena makelele yao yale. Lakini kila mchezaji anajitoa sana kwa Thomas Tuchel. Jude Bellingham, sijui Harry Kane, Kwanza, yani kila mchezaji anajitoa vibaya mno. So ni timu ambayo inaenda wala haihitaji kucheza beautiful football. At the end of the day, dakika 90 zimeisha kama au 120, ubao unasema sisi tumetoka kifua mbele kuliko nyie. So haijalishi tumechezaje. Kwa hiyo ni game ambayo itakuwa ni nzuri. Declan Rice atakuwa na task moja tu ya kufanya Odegaard asitembee. Basi kwa sababu Odegaard amekuwa inspirational sana kwenye timu ya Norway. Na kufanya anachokifanya kwa kweli, kutoka msimu uliopita kule kuwa na suasua na maneno mengi ya mashabiki wa Arsenal kusema anashindwa kudeliver kwenye biggest stage, lakini amekuwa ni muhimili mkubwa sana wa timu ya Norway. Sijui ndio kuna ni kama vile wa Amerika ya Kusini. Kuna wachezaji wa Amerika ya Kusini kwenye vilabu vyao unakuta wanasuasua, ila wakisha rudi kwenye timu ya taifa wanakiwasha vibaya. So far I can say Martin Odegaard amekuwa na tournament nzuri sana. So wakiweza pia ku nullify whatever anachotaka kukifanya, watakuwa wamestopisha Norway kwa kiasi kikubwa. Lakini wasitegemee tena kuanza kwenye upande wa defensive mtu kama Haaland. Haaland hahitaji kuwa man marked. Yani hahitaji kabisa kuwa man marked. Wanachotakiwa kufanya kama vile tulivyomuongelea Lukaku, service isifike kwake. Yani service isifike kwake, na service isifike kwake inaanzia kwa Martin Odegaard. You know, ukishaweza kumstopisha yule mambo yasifanyike, basi inakuwa ni rahisi. Lakini kwenye hii fixture naona England wako favorable kupita. Lakini miongoni mwa timu ambazo watu wengi walikuwa hawaipi matumaini sana kwa namna baada ya mashindano kuanza ni timu ya taifa ya England. Watu atapoteza leo, lakini yeye ndo anazidi kusonga mbele. Anakwenda kukutana na Norway, ambao Norway naweza tukasema hivi sasa wapo kwenye piki yao. Afu pia kuna vita hapa. Harry Kane dhidi ya safu ya ulinzi ya Norway, ambaye hivi sasa ana goli zake 6, huko Haaland mwenye goli 7 dhidi ya safu ya ulinzi ya timu ya taifa ya England. Hapo kutakuwa kuna bato ya namna gani? Kiukweli hapo kwa Norway ni wachezaji watatu mpaka sasa hivi. Anthony Nusa, Martin Odegaard na Erling Haaland. Kwa Haaland anakaribia 80% ya magoli aliofunga Norway. Na Soloth kiukweli katika mashindano haya kuna muda sijui kama yuko uwanjani, kwa sababu hata control ndogo za kawaida amezipoteza sana. Kwa mfano kama game ya juzi against Brazil, moja kati ya watu ambao ilibidi watolewe mapema na ikafanyika hivyo ni yeye. Sipendi anachokifanya kiukweli sasa hivi World Cup. Lakini kwa Haaland ameni surprise na goli la pili against Brazil. Ile surprise ilikuwa ya kutosha sana. First half nzima Haaland hakuonekana. Game ilikuwa inachezwa katikati,
game ilikuwa inachezwa pembeni. Anton Nusa akijaribu kupiga vifliki viwili vitatu, akifika katikati wanachukua mali, Brazil wanaondoka. Lakini hivyo hivyo kwenye game ya Congo against Uingereza, Congo wamefanya kila kitu wanatakiwa kufanya, lakini mtu mmoja tu aliweka timu mgongoni akaamua ni nani? Harry Kane. Sasa ni battle ya wachezaji wawili kwenye game kati ya Norway na England. Hicho ndo ninachokiona, na hao ndo difference kwenye hizo timu, Harry Kane na Erling Haaland. Wanasema Ferguson wale kusema kwamba mabeki watakushindia makombe lakini strikers watakushindia mechi, na uhakika kabisa hao watu wawili ndo wataamua hiyo game. Harry Kane kwa upande wa Uingereza na Erling Haaland kwa upande wa Norway. Na Norway hana bahati sana ya kupata penalty kwenye haya mashindano, lakini kwa wenzetu Uingereza wana bahati ya kupata mikwaju ya penalty, na ndo hiyo inomsababisha Kane awepo. Si udogoshi uwezo wake wa striking, lakini ndo hayo magoli yanomsababisha awepo alipokuwepo. Erling Haaland tunaona nini anakifanya. Chance mbili tu against Brazil, zote kaeka mpira kwenye neti. Brazil wamefurukuta wanavyofurukuta, sumbua sana mahakama, game inaisha, wako mkeka, wameondoka. Hicho ndo kinachoenda kutokea kwenye game against Uingereza. Na ana kila sababu Mswahili kusema on papers Uingereza wako favored, lakini kwa upande wangu game ile ni 50-50. Kwa sababu Uingereza wana makosa yanayofanyika hasa kwenye defense line yao. Wana makosa mengi sana, ambao makosa yale yakifanya akiwepo mtu kama Erling Haaland hawezi kuacha kukufunga. Upande wa Norway wako compact sana kwenye safu yao ya kuzuia. Hawana haraka, hawana mipira mirefu kwa sababu wanajua hawana wakimbiaji sana upande wa kulia. Wana mtu kama Thoros anayeweza tu kushikilia mpira na kurudisha ulipotoka. Wana upande wa kushoto na wana mtu kama Anton Nusa ambaye anaweza kuondoka watu wawili watatu, labda akapiga cross. Ndio upande mmoja tu anaotegemea kwa watu wa kustrive. Lakini kwa katikati wana mtu kama Martin Odegaard, anaweza kweli, yule jamaa anachelewesha mpira, lakini hawezi kutoa mpira sehemu hana uhakika kama mpira unafika. Anaweza kukaa sekunde 2, sekunde 3, na hilo ni tatizo pia. Kwamba mtu ambaye hawezi kutupa mipira mpaka aamue kwamba huu mpira unafika sehemu husika. Kama alivyosema, Rice anatakiwa akimbie na Odegaard kwenye sio mwilini, kwa sababu hata kumfikia Odegaard mwilini kuna muda ni shida. So kukimbia kwenye nafasi, Jude Bellingham na yeye aamue kuamka kama alivyoamka kwenye game against Mexico. Sina tatizo na Elliot Anderson. Jamaa yuko kwenye kiwango bora kabisa msimu. Yani ukitaja defensive midfielder watano kwa sasa hivi wanaochipukia, jamaa jina lake lazima liwepo pale. So Uingereza kuanzia kwenye safu ya kudefend sina tatizo nao kabisa kwenye midfielder, lakini kwenye upande wa mabeki nina tatizo kwa sababu wanafanya mistake nyingi ambazo zinasababisha wapinzani walione goli mapema au kupiga shoti on target. Kwa sababu isingekuwa save 3 nzuri za keeper wa Uingereza Pickford, labda Jimenez angeweza kuandika goli 2 mapema tu kipindi cha game against Mexico. Lakini ni kwa sababu ya uzembe wa madefenders, na Haaland huwezi kumwachia hiyo nafasi. Mtu kama Saka hayuko kwenye kiwango bora, na sikuwa na shangaa tu kwa alivyokuwa anamuanzisha Madueke, kwa sababu probably Madueke anampa anachokitaka. Lakini Saka ana assist 3 sasa hivi mpaka sasa hivi, lakini hayupo kwenye kiwango watu wanachomjua Saka, na imekuwa kwa takriban nusu msimu kuanzia Arsenal paka World Cup. Kwa hiyo game inaiona ni 50-50. Yoyote ambaye anafanya makosa machache, ambaye anafanya makosa mengi, ndo safari yake itakuwa imeishia hapo. Norway wana kitu cha ziada cha kwenda kuonyesha mashabiki mbele ya England. Na muunga mkono skills kwa sehemu moja, lakini mawazo yangu mimi ni tofauti kidogo sana. Norway wana uwezo wa kukupa matokeo kupitia Erling Haaland, lakini the same cannot be said for England. England wana uwezo wa kukupa matokeo kwa watu wengi sana. Declan Rice anaweza kukupa matokeo, Harry Kane anaweza kukupa matokeo, Jude Bellingham anaweza kukupa matokeo, umesema kuhusu Saka anaweza kukupa matokeo,
Madueke I don't know ni jinsi gani Madueke anaweza kumshawishi kocha, sijui mazoezini anafanya nini, lakini Madueke pia anaweza kukupa matokeo. Anthony Gordon, Marcus Rashford. Kwa hiyo kuna majina. Kwa kifupi sana, the only difference I see kati ya Uingereza na Norway ni kwamba Norway watakufunga tu. Kazi kwako moja, kusawazisha na kutop up magoli. That is the only difference. Unakumbuka mechi ya Ufaransa na Norway, kilicheza kikosi tofauti kabisa, wachezaji 10 tofauti, lakini ulikuwa unaona Ufaransa wanafunga goli, lakini Norway kila saa wako golini. Kwa hiyo it's a very close context game na natazamia boli bora sana. Ya goli la kwanza la Haaland kwenye game na Brazil. Kama umeshakutana na ile clip ya mpaka anaenda kupiga header. Yeah. He was walking like kama sekunde 10 hivi. Kuna mambo moja akasema kwamba he was bored until he wanted to score. Kwamba hii game tunaipeleka hadi wapi? Yaani alikuwa yuko bored lakini akaamua ngoja nifunge. Ngoja tufunge tuondoke. Tunakwenda kulala. Malizie hii tuondoke. Wana robo finali nyingine, robo finali ya mwisho. Mabingwa watetezi wa kombe la dunia, timu ya taifa ya Argentina dhidi ya Switzerland. Watu wengi Switzerland kupita kwake, watu wengi hawakumpa sana nafasi mbele ya Colombia, lakini jana ameweza kufanya maajabu. Mikwaju ya penalty imeweza kuamua, ametinga hatua ya robo finali. Switzerland dhidi ya Argentina. Lakini tukimtazama Argentina kuanzia hatua ya 32 bora kukutana na Cape Verde, hatua hii ya 16 bora kuingia robo finali, ni kama kuna vitu vina miss. Yaani inawezekana kama watu wanasema akikutana na mpinzani akizidisha ubora kidogo, lolote inaweza kumkuta Argentina. Anakwenda kukutana dhidi ya Switzerland. Kuna kitu ambacho Argentina anapaswa kukiboresha mbele ya Switzerland ili kuepuka yale matarajio ya watu kwamba muda wote bingwa mtetezi anaweza akaliachia kombe. Hakuna maneno mengi ya kusema against Argentina. Neno ni moja tu. Argentina wana Messi. Basi. Argentina wana Messi. Kama ndio itakuwa silaha yao ya kwenda. Yaani timu nyingine zina wachezaji wengine, lakini Argentina ina Messi. Hakuna kingine cha kufanya kwa sababu kama jana the moment amepata space ya dakika 10 tu kwenye upande wa kulia, akaamua kufanya la kufanya kutoka goli 2 bila mpaka 3-2, na yeye ka assist kafunga. So utofauti huko hapo. Atakapoamka vizuri ndo hapo Argentina itaamka vizuri. Atakapoamka vibaya Argentina wata struggle, then done and dusted. Switzerland inaweza kuwa surprise package mbele ya Argentina. Sidhani kwa kweli, sidhani. Messi ana jeshi ambalo linacheza kwa ajili yake, you know, na unawaona Enzo, Rodrigo de Paul, Tagliafico, yani you can see how wanavyo work kwa ajili ya Messi. Kwa hiyo sema one thing ambacho nimekiona game zote ambazo they come from behind, the first 30 minutes wameanza very slow. Sasa inaweza siwe luxury tena. Umeweza kufanya hivyo kwa Cape Verde, umeweza kufanya hivyo kwa Misri, unaweza usiweze kufanya hivyo kwa Switzerland. Yeah, wanaweza wakakufunga na bado wakawa wanakuhemea hapo kwenye goli lako. So lakini kama alivyosema skills, Messi is Messi bana. Yeah, akiwa vizuri na of course atakuwa yuko vizuri. Wana kazi ya kufanya Switzerland, kiukweli wana kazi kubwa ya kufanya. Wanahitaji chances watakazoweza kuzipata waziconvert na effectively, kwa sababu wanaweza wasizipate. Wao ndio underdog katika hii fixture, lakini hii ni tournament. Ukiweza kutumia dakika 90 vizuri, basi unasonga mbele, lakini Argentina watabaki kuwa
favorite kusonga mbele? Mimi na declare interest. Kitu cha kwanza, mimi ni shabiki mkubwa sana wa Lionel Messi, na sijafurahishwa sana na namna ambavyo Messi na kikundi chake wamecheza tangu walivyocheza na Cape Verde, wamecheza na Misri. Ni kwa bahati mbaya sana kwamba wanacheza na Switzerland and wengi hatuna matazamio makubwa sana na Switzerland, na Switzerland nadhani wako kwenye FIFA ranking namba 20, wako hapo around namba 20 kama nitakuwa sijakosea, na siwezi kuwapa mzigo huu Switzerland wa kuwatoa Argentina kwa sababu inaweza ikawa ngumu, lakini inawezekana. Ninachokiona ni kwamba kama Argentina wakivuka hiki kigingi, nadhani wanakutana na Uingereza kama ile kama na Uingereza wakipita, kama na Uingereza naye akipita dhidi ya Norway, sio? Kuna rafiki yangu mmoja anasema kuna wakati inabidi jambo baya sana litokee ili kuepusha jambo baya zaidi kutokea. Sijui ni kwa namna gani Switzerland wanaweza wakafanya, lakini Skills alisema kwamba Argentina wanacheza wakipreserve energy kwa ajili ya kuanzia dakika ya 70 kwenda mbele, lakini Masuda amesema kwamba kuna uwezekano hiyo nafasi isiwezekane. Kuna sehemu itafika mtu atakufunga moja dakika ya 7 and that will be the end of it. Kwa hiyo na siko mbali sana na Skills. Hizi timu zingine zina wachezaji wengine 11, Argentina wana Messi. Chochote kinaweza kikatokea, na kuna wakati inabidi jambo baya litokee ili kuepusha jambo baya zaidi kutokea. Hilo ndo neno langu la mwisho. Nikisisitiza hapo, labda tungeona nusu finali, robo finali nzuri zaidi kama Colombia wangeingia hatua ya robo finali, lakini kwa Switzerland ni matokeo yale yale tu ya Cape Verde, Egypt, na labda Switzerland itageuka kuwa Swaziland ili Messi aendelee kuona kama anacheza na timu za Afrika. Lakini huwezi ukadogesha mchezaji ambaye amefunga 85% ya magoli ya Argentina sasa hivi, kwa sababu katika magoli yote ya Argentina magoli 3 tu ndo amefungwa na wachezaji tofauti. Mengine yote amefunga Lionel Messi, na mbaya zaidi hakuna goli hata moja la mkwaju wa penalty. So alilofunga yes, alofunga yeye. Ni yeye ndo tofauti ya timu nyingine na Argentina. Argentina wanaweza wakacheza vizuri wanavyotakiwa kucheza vizuri, lakini kile kibaba kikisipokuwa vizuri kwenye siku hiyo, basi Argentina wata struggle. Na Argentina wanaweza wakacheza vibaya timu nzima, lakini kibaba kikiwa kwenye siku zake nzuri za uwanjani, basi Argentina na flourish na itaondoka na matokeo. Kuna mambo mawili aliosema Mswahili, sio kila approach ya game zitakwenda vile vile. Argentina wanaanza na tempo ya chini sana kwenye game zote za kuanzia hatua ya 16, kuanzia hatua ya 32. Nafikiri hilo ni lengo kwa ajili ya kupreserve nguvu jinsi muda unavyokwenda. Wanasema tatizo linapokuja linalingana na nguvu ya kulikabili tatizo hilo. Probably labda hichi ndio kipindi cha kuanza na kasi kuanzia hatua ya robo finali ili kumaliza game mapema, kupunguza fatigue, kwa sababu ukipeleka game mpaka dakika 120 alafu una siku 2 tu za kupumzika kwenda kukutana na mshindi kati ya Norway na Uingereza, probably mambo yanaweza kuwa magumu. Lakini ukimaliza game ya Switzerland mapema alafu ukapumzisha watu, maana sasa hivi sabu takriban sabu 5. Ukifanya sabu zako 5 na kama extra time itakulazimu kufika, lazima uone ni tatizo. So it's better kumaliza game mapema ili ku reduce fatigue watu kwa ajili ya kucheza nusu finali. So game kwa Switzerland haitakuwa game Switzerland haitakuwa game nyepesi kwa sababu Argentina ina Messi, na makosa ambao wameyafanya Switzerland mengi yaliwakosti kwenye hatua walizokuwa wanatembea. Kwa mfano kama jana Granit Xhaka dakika za mwisho alifanya kosa la kutaka kumpiga mtu kanzu kwenye penalty box. Huenda ukifanya kosa kama lile alafu mpira ukamdondokea mtu kama Lionel Messi, tunarudi katikati alafu mpira shule imeishia pale. Kwa hiyo makosa machache
au ulazimishwe kufanya makosa mengi mpira uishe mapema. Simoni Granit Xhaka na jeshi lake wakileta ukorofi sana kwenye hatua hiyo, lakini Argentina inaweza tu ikaqualify kuelekea kwenye hatua ya nne bora. Bwana, mpaka hapa tumefikia tamati mwa meza ya Game Time kwa uchambuzi wa robo finali wa hatua ya kombe la dunia. Nini ambacho kitakacho kwenda kutokea, kwamba timu ya taifa ya Argentina naye atakwenda kuvunja rekodi ambayo ameweka timu ya taifa ya Ufaransa ya kuwa bingwa na kwenda kufika finali tena mwaka unaofuatia wa kombe la dunia. Basi ni jambo la kusubiri na kuona kama Argentina watakwenda kufanya hivyo tena mwaka huu, kufika finali ya kombe la dunia mwaka 2026. Ni jambo la kusubiri na kuona. Basi usisahau kusubscribe channel ya YouTube pale Dimbani Connect, pia kutufollow Instagram, TikTok, Twitter kwa jina la Dimbani Connect. Ulikuwa nami Rashid Mfaume, ulikuwa na Moro King. Napatikana kwenye mtandao wa Instagram kwa jina la Moro King _ au Twitter kwa jina la Twitter zamani X zamani Twitter kwa jina la Moro King. I'm Masoud, I'm _Masoud Junior Instagram, I'm Masoud Junior Twitter. Skills Sensei, Skills _Sensei X na Instagram. Kombe la dunia litaendelea kuwatetea wahenga, hatujui, ni jambo la kusubiri na kuona. Game Time, tunavyo sisi.